Karibu katika episode ya 7 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 6, kisha unagusa tiki pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Okay, katika episode ya 6 tulivyokuwa tumekomea ni mara baada ya kuweza kushuhudia bidada Minju akiwa anamlazimisha sana Mwamba Yonje kwamba waweze kuwa pamoja katika hiyo safari, lakini Mwamba alimpotezea bidada na kuondoka zake. Hasa leo huku mtaani kuna kituko kimoja. Babu yake na bidada Jion alikuwa ameingia katika studio ya picha, na siku ya leo alikuja kupiga picha kwa ajili ya mazishi yake kwa sababu umri umekwenda, kwa anajiandalia baadhi ya vitu ambavyo vitamrahisishia safari yake ya kuelekea huko Ahela. Baada ya kutoka studio ya picha, moja kwa moja akawa anaelekea kwa mtoto wake wa kike ambaye ni mama yake na bidada Jion. Na hapa alipofika tu akamwambia kwamba nimekuletea zawadi ya shati hapo, nikumbuka vipi, umeipenda? Lakini mama yake na Jian alipoweza kutazama hii picha inayomuonesha baba yake akiwa amevalia nguo ambayo ni ya rangi ya pinki, akawa anajikuta anajisikia huzuni sana. Hasa moja kwa moja akawa ameelekea mpaka nyumbani, lakini namna walikuwa wanaongea kuna namna fulani hivi ni kama mama yake na bidada Jian alikuwa na mashaka sana. Akawa anamuita mama, basi huyu mzee akawa ameweza kugeuka. Kwa lugha nyepesi, hata huyu mzee ni mwanamke aliyebadilikaga kuwa mwanaume. Hasa ukweli ni kwamba baba yake na huyu mama yake na Jian alishafariki kitambo kirefu sana, akabakiwa na mama peke yake. Sasa mama akabadilikaga na kuwa mwanaume. Kwa hiyo mpaka kuanzia hapo akaanza kusema kwamba wao wana baba. Ila kiufupi ni kwamba baba hayupo, ila yuko mama. Hasa mama yake na bidada Jian akasema kwamba vipi mama, ungetamani kwamba wakati wa kifo chako angalau uweze kubadilika kuwa mwanamke? Mzee huyu akasema hakika kabisa, natamani ningerudi kuwa mwanamke ndio niweze kufariki. Na wao wakizani kwamba haya mazungumzo wanayoyafanya ni asiri, kumbe Jion alikuwa yupo katika maeneo haya na alikuwa akiweza kutazama. Alijuaga kwamba yeye ana babu, kumbe ana bibi aliyebadilikaga kuwa mwanaume. Na mbaya zaidi ni kwamba Jion alipoweza kushuhudia tukio hili akakata tamaa kabisa, kwa sababu babu yake alibadilikaga kutokea mwanamke kuja mwanaume kwa kipindi cha miaka 30 mpaka dakika hii. Akaona na yeye kuja kubadilika kuwa mwanamke basi asahau kabisa katika maisha yake, isipokuwa akubali tu kuishi kama mwanaume. Bidada aliondoka pale kwa masikitiko makubwa, alikuwa akilia njia nzima mpaka miguu ilikosa nguvu, akiwa anaamini kwamba hataweza kubadilika tena kuwa mwanamke, kwa sababu kama bibi yake ameweza kubadilika kuwa mwanaume na hajawahi kurudi kuwa mwanamke, basi yeye asahau kabisa. Hasa jamaa ameishiwa nguvu kabisa. Sasa akiwa ameketi kando kidogo hivi ya jengo, basi bidada Minju alikuwa analejea, na kwa sababu anaishi katika jengo moja akamsaidia jamaa kumleta ndani, lakini alipokuwa anamlaza jamaa akawa anasema sitaki kuishi kama hivi, na tena alikuwa amemshikilia bidada Minju mkono wake. Basi bidada Minju anajikuta mpaka anapata usingizi, Mwamba amemshikilia tu, ikabidi naye kujilaza hapo hapo kando. Sasa kesho yake alfajiri bana, Mwamba Yonje anakuja hapa nyumbani. Sasa anakuta bidada Minju ameweza kulala na jamaa. Sasa bidada Minju anafungua tu macho yake, anajigundua kwamba alikuwa amelala hapa na jamaa. Moja kwa moja akaanza kumlamba jamaa kibao kwa kusema kwamba wewe, kwa nini umelala na mimi hapa? Basi naye jamaa akawa anamlamba kibao, anamwambia kwamba mimi nimelala na wewe ndio umelala na mimi. Basi kakaibuka kwa ugomvi fulani hivi, na lengo la bidada ni kuhakikisha kwamba hawezi kumchafua jamaa moyo wake, amini kwamba hapa huenda wana mahusiano, kwa sababu naye anampenda huyu jamaa, kwa hiyo hataki sifa yake ionekane mbaya. Hasa huku upande wa pili bidada Yonje leo amemuita Mwamba Meniang na akaanza kuzungumza naye, wanapiga story, lakini Mwamba akawa anamsoma tu bidada, sije kaa kale kakisi ambako nimempiga juzi kameanza kumvutia. Sasa Mwamba ikabidi kumchukua bidada na kuanza kumfanyisha mazoezi. Kiuhalisia bidada hapendi mazoezi kuliko kitu chochote duniani. Baada ya kukimbia kidogo tu akawa amechoka. Mwamba akawa anamwambia mazoezi ni muhimu, anafanya mazoezi basi. Basi kadri bidada anavyozidi kuhamasishwa kidogo ikawa inampa furaha hivi, akajikuta naye ameanza kukimbia, anafanya mazoezi. Kinamna fulani hivi ikawa imemtia nguvu sana kuweza kufanya mazoezi na huyu jamaa ambaye anafahamika kama Meniang. Sasa bana, dada yake na bidada Jion anayefahamika kama Jia alikuwa siku ya leo anafanyia katika jengo fulani hivi la kuweza kuwakutanisha watu ambao wanapendana. Sasa alikutana na bidada Junja, na Junja alikuwa anakuja kutafuta mwanaume siku ya leo hapa. Sasa bidada Junja akaanza kufunguka aina ipi ya mwanaume ambaye anamtaka. Anataka wanaume ambao wana ukwasi wa kutosha, ni pesa iliyonyoka vizuri, na akamwambia bidada kama mwanaume atajitokeza wa design hiyo na anatafuta mchumba basi asisite kumshtua. Lakini dada yake huyu bidada Jion akawa anacheka sana akisema kwamba ndakuhangaikia jambo hilo. Bidada Junja akasema kwamba kuna mwanaume mmoja maskini tu nimetokea kumpenda, lakini naona kwamba hana mwelekeo kabisa. Vipi lakini wewe una mpenzi kwani? Lakini bidada akasema hapana, mimi bado niko single bana. Mwanaume wangu wa kwanza kukutana naye katika maisha alikopoge ni yule ambaye nilikutana naye baada ya kumaliza elimu ya msingi tu. Baada ya hapo sije kukutana na mwanaume mwingine yoyote yule katika maisha yangu. Basi bidada Jinja akamwambia kwamba basi mimi kama utakuja kukutana na mwanaume mwingine na kama utapanga kuweza kuoana naye basi mimi ndagharamia gharama zote. Bidada akafurahi kweli kweli kuona kwamba amepata rafiki wa karibu, lakini pia ni jirani yake, uikumbuka wanaishi nyumba moja tu. Basi moja kwa moja wakati huo akawa amepokea ujumbe ambao unasema kwamba yule boyfriend wake wa kwanza kabisa, baba wake mkwe, ameweza kufariki. Hasa moja kwa moja kabidi kuondoka pale, akaondoka kuelekea huko katika msiba wa huyo boyfriend wake wa kwanza kabisa wa shule ya msingi ambaye baba yake ameweza kufariki.
Basi lakini alishangaa kwa kwamba bidada Jinja bado naye amekuja huku. Hasa kumbe bana, mtu aliyekuwa akimpenda wote kutokea shule ya msingi walikuwa wanampenda mtu ambaye ni mmoja. Kwa hiyo hata huyu bidada naye Jinja naye alikuwa anampendaga huyo mshikaji. Sasa wote wakawa wamekutana katika eneo la msiba na wakagundua kwamba walikuwa wanampenda mtu mmoja kutokea walipokuwa wadogo. Bidada Jinja akasema kwamba nimekutazama usoni, nimegundua kwamba bado unampenda boyfriend wako wa zamani, na mimi pia nampenda, lakini nampendea utajiri wake. Kwa hiyo nahitaji tuingie katika mshindano, atakayeweza kumpata basi atampata. Sasa tukirudi huku nyumbani, baada ya ugomvi mzito sana katika hawa watu wawili, Mwamba Yunjei akafanikiwa kuweza kuachanisha, lakini baadaye jamaa akawa ameondoka kwa hasira, ila akarudi tena akamwangalia bidada kwamba je, homa yake iko vizuri, akagundua kwamba homa sasa hivi imetulia. Basi Mwamba ndo akawa anaondoka tena. Sasa Mwamba Yunjei akaanza kumwambia bidada Minji kwamba usisubutu tena kumpiga jioni. Akasema yani unamtetea mwanaume lile, mwanaume anapigana na mwanamke afu unamtetea, wewe mpumbavu nini? Lakini Mwamba jioni akiwa juu kabisa ya ghorofa alikuwa anashuhudia mabishano mawili kati ya watu, akawa anasema kwamba jamaa kumbe bado ananijali, anaendelea kunisaidia kule chini. Lakini kesho yake wazazi wa bidada jioni moja kwa moja alikuwa ametimba hapa nyumbani na wakaanza kumwambia mtoto wao kwamba kama una swali lolote kuhusiana na mabadiliko ya mwili tunaomba utuulize sisi wazazi wako. Lakini swali ambalo jioni alikuwa amemuuliza mama yake, alimuuliza mama, je, bado una hofu? Lakini mama akasema mimi sina hofu, lakini hofu yangu ni kwamba wewe hapo, je, mabadiliko hayo umeyapokea au hujayapokea? Bidada akasema nimeyapokea, lakini nawaza pindi ambapo ndashindwa kubadilika kuwa mwanamke tena. Lakini baba mtu akasema kwamba ni muhimu ungemwambia mpenzi wako kwamba hautoweza kubadilika kuwa mwanamke tena. Lakini bidada jioni akasema hawezi kumwambia Mwamba Yunjei kwa sababu anaamini kabisa jamaa atakaposikia stori hizi atakata tamaa na hatotaka tena kuendelea kudate naye. Na siku ya leo katika maeneo ya shule kuna habari njema sana. Bidada Minju pamoja na Mwamba Yunjei walikuwa wamepata scholarship ya kuelekea kusoma nchini Marekani, na aliyekuja ni profesa moja hivyo wa Kimarekani, amewapa hizo barua za kualikwa huko nchini Marekani. Bidada Minju alikuwa na furaha sana, lakini Mwamba ni kama alikuwa hataki kabisa kuelekea huko nchini Marekani kwa sababu anawaza atamwachaje bidada. Wakati huo huo bana, bidada jioni alikuwa amemfuata Mwamba Yunjei na kuanza kumshika kama mshikaji wake. Mwamba alishtuka sana baada ya kushikwa vile. Sasa jioni anataka kumwambia tu Mwamba ukweli kwamba hataweza kubadilika tena kuwa wa kike, lakini kila anapotaka kumwambia anajikuta tu bana anabuguziwa na simu inayoita. Kwa akajikuta nini jambo hili linashindikanika kabisa kuweza kumwambia jamaa. Basi bana wakajikuta imeshindikanika kabisa kuweza kuambiana huo ukweli ambao bidada alikuwa anatamani kumwambia Mwamba. Walipoweza kurudi nyumbani walishangaa kuona kwamba Mwamba Minian na bidada Yuri walikuwa wanakula chakula pamoja. Na wanasema kwamba chakula hichi kimeandaliwa na babu yake Jion, ambaye alikuwa anasema kwamba anatakiwa kusherehekea kwa sababu yeye atakwenda kufa sio muda mrefu, kwa ni muhimu akaanza kusherehekea mapema kabisa, na akawalika katika sherehe ambayo itakwenda kufanyika katika kisiwa fulani hivi. Bwana wewe, bila hata kupoteza muda moja kwa moja akawa amechukua boti na moja kwa moja wanafunga safari kuelekea katika hicho kisiwa. Walipoweza kufika tu basi babu yake na bidada akawa ameweza kufungua mlango na kuwakaribisha. Lakini baada ya wote kukaribishwa ndani ya kisiwa, basi akawa ameketi na huyu mjukuu wake wa kike, akaanza kusema kwamba kabla ya yote unatakiwa kupaka haya mafuta ya kukuzuia na mionzi mikali ya jua kutokea hapa katika kisiwa. Bidada Jion alipokuwa akitembelea katika hichi chumba cha babu yake alikuja kugundua kwamba ni kila kitu kilikuwa ni cha kike. Kwa lugha nyepesi ni kwamba babu mtu hajawahi kukubali hata siku moja kwamba yeye ni mwanaume, kwa amekuwa na vitu vya kike vingi tu hapa ndani. Basi walipotoka pale wakaenda kufanya kazi za uvuvi huku, kufanya kazi sana, lakini baadaye babu mtu akawa amemuita bidada na kumwambia kwamba samani na maongezi na wewe kidogo, una swali lolote ungetamani kuniuliza? Basi bidada Jioni akasema kwamba nataka nijue mume wako alikuwaje kwaje, alikuwa ni mtu wa namna gani? Kwa lugha nyepesi anataka kujua hatima yake kati yake yeye na Mwamba Yunjei, kwa sababu kama huyu bibi yake ameweza kubadilika kuwa mwanaume kwa kitambo kirefu, je, aliishije na familia yake? Bibi akaanza kusema kwamba nilikuwa na mume mkalimu, mpole, mstaarabu. Alipofahamu kwamba siku moja nimebadilika na kuwa mwanaume, basi kitu cha kwanza alitaka kujua kwanza kwa nini nimeweza kubadilika, na nilipoweza kumwambia juu ya historia yangu, yeye alijifunza namna ya kuweza kuishi na mimi katika hali nilionayo. Lakini kitu pekee ambacho mimi nilikifanya kwa mpenzi wangu, nilimwambia ukweli na nilimwambia juu ya historia ya familia yetu, na nilimwambia kabisa kwamba kuna uwezekano mkubwa nisiweze kubadilika tena kuwa mwanamke. Kwa hiyo na wewe mjukuu wangu, ninakusihi kama una mpenzi basi unatakiwa kumshirikisha kila kitu ulicho nacho. Tofauti ya kwangu mimi na wewe ni kwamba mimi hapa nilibadilika baada ya kujifungua mtoto wangu wa kike ambaye ndo mama yako, lakini wewe mwanangu umebadilika ikiwa hata mtoto mmoja hauna. Sasa nawaza sijui itakuwaje katika mahusiano yako, lakini una nafasi ya kumwambia Mwamba ukweli wote. Lakini Mwamba Yunjei wakati anatembea katika mitaa hii, ghafla tu akakutana na babu yake bidada Jion. Basi babu yake akasema kwamba je, umekuja kunitafuta mimi? Basi jamaa akatoa kwanza heshima kwanza, shikamoo baba mkuu, naahidi kumpenda sana mjukuu wako, naahidi kumpenda katika siku zote za maisha yangu, na kuambia kabisa mzee nitakwenda kumpenda sana mwanao. Sasa mzee alipokuwa akimtazama huyu akajua kisa huyu ni kijana mwema. Lakini wakati huo huo Mwamba alikuwa ametimba hapo bidada Jion, na alipofika tu akaanza kusema kwamba huyu unayemuita babu sio babu, huyu ni bibi yangu.
Alikuwaga mwanamke, lakini iko siku moja akabadilika na akawa mwanaume, na ameishi katika hali hiyo kwa kipindi kirefu sana, mpaka sasa ni miaka kama 30. Kiufupi ni kwamba yeye kubadilika kuwa mwanamke tena imekuwa ni ngumu, na rahisi kabisa hali hiyo itanipotokea na mimi pia. Akimwomba Yonjay akasema kwamba kitu cha msingi na cha kuzingatia ni wakati huu tulionao, tutumanie wakati huu tulionao, wakati ujao kuja huenda Mungu mwenyewe atapanga. Basi moja kwa moja akamshika mwamba Jion na kuondoka naye katika lile eneo, lakini walipoweza kufika katika maeneo fulani hivi ya uvuvi wa samaki, bidada Minjo alikuwa ameweza kung'atwa na samaki. Akaanza kumwambia mwamba Yonjay, tafadhali naomba unipeleke sehemu tulivu zaidi ili niweze kutulia kwa sababu najihisi maumivu. Basi walipoweza kufika katika eneo hili, bidada Minju akamfungukia mwamba Yonjay kwamba anampenda sana na anatamani waanzishe ukurasa mpya wa mahusiano. Sasa swali ni moja, mwamba atajibu nini? Mwamba ataongea nini ikiwa huyu ndio mwanamke ambaye anafaa zaidi kwake, kwa sababu inatakiwa aje kuanzisha familia siku za mbeleni. Tukutane katika episode ya 7 itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kujili. Kumbuka kwamba mimi ni DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo, na ukumbuke kwamba chini hapo tunadhaminiwa na mdhamini mkubwa sana ambaye anasababisha kazi hii iweze kwenda kwa haraka. Jambo la msingi la kuzingatia ni kuhakikisha kwamba unagusa alama ya kusubscribe, kisha unashuka katika channel ya mdhamini. Hapo unagusa na alama ya kusubscribe ili aendelee kutudhamini na picha hizi ziendelee kutoka kwa kasi zaidi, ikiwezekana tufike mpaka finali siku ya leo.